bado maneno yanaendelea kuonyesha ya kwamba walioigawa bid'a wamegawa katika upande wa kilugha, hawakugawa katika upande wa kisheria, kwa sababu bid'a kisheria ni dhalala. Fa innal bid'ata ash-shar'iyyata dalalatun kama qala sallallahu alayhi wasallam. Ibn Hajar yasema hivi, kisha anasema wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam ma'a qiyam al-muqtadi yakunu tarkuhu sunnatan wa fi'luhu bid'atan madhmumatan. Sikiza maneno yake, wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam, na vivyo hivyo yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'a qiyamil muqtadi, pamoja na kupatikana, pamoja na kusimama muktadha, yani sababu ya kulifanya, mujibu wa kulifanya jambo hilo ilikuwepo sababu, alafu akufanya. Sababu ilikuwa ya kufanya jambo hilo ilikuweko, akaacha hakufanya. Asema yakunu tarkuhu sunnatan, kunakuwa kule kuliacha jambo hilo ni sunna. Sikaliacha basi na sisi tuliacha, ndio sunna. Ikiwa sababu ya kulifanya jambo hilo ilikuweko, basi kuliacha jambo hilo ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha jambo fulani, hakulifanya kwa sababu ya kuwa muktadha wake au muktadhi wake haukuweko katika wakati wake. Atataja mfano mtafahamu zaidi. Basi na sisi iliyokuwa sawa sawa ni kuliacha jambo lile, wa fi'luhu bid'atan, yani wayakunu fi'luhu bid'atan madhmuma, na kunakuwa kule kulitenda kwake ni bid'a mbaya yenye kulaumiwa, yenye kutajwa vibaya, yani madhmuma. Sasa asema wa kharaja biqaulina, anafanya ihtiraz, anajaribu kukinga baadhi ya vitu, na ikatoka kwa kule kusema kwetu ma'a qiyamil muqtadi fi hayati, pamoja na kupatikana au kusimama muqtadi katika uhai wake, ikatoka nini? Ikhrajul yahudi, kuwatoa mayahudi. Hili likawa limetoka kwa kule kusema ma'a qiyamil muqtadi, kwa sababu katika wakati wake mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwatoa mayahudi kule Khaibar. Sababu ya kuwatoa ilikuwa bado haijafika, lakini walikuja kutolewa baada yake, baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ilipopatikana. Wa jam'ul mushaf, na kukusanywa msahafu mahali pamoja katika wakati wake, ile sababu haikuweko, muktadha haukuweko. Lakini baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa vita vya al-murtaddin katika zama za Abu Bakr, na watu walipouawa maqurai wengi, ikalazimika Qur'ani iwekwe katika mushafu mmoja, sababu ikapatikana. Tumefahamu? Kwa hiyo jambo lolote ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, hakulifanya kwa kuwa ile sababu ya kulifanya haikupatikana katika wakati wake, kuliacha jambo hilo ndiyo sunna, na kulifanya ni bid'a. Lakini yale mambo ambayo sababu haikuwepo, mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha jambo kwa kuwa ile sababu ya kulifanya jambo hilo haikuweko katika wakati wake, ikaja ikapatikana baada ya kuondoka yeye, hilo sio bid'a. Sasa usije kuuliza, sasa huu msahafu huu ulikuweko katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam? Angalia hata Saidina Abu Bakari walipotaka kuikusanya Qur'ani, alikuja zaidi akawaambia twafanya jambo ambalo hakulifanya mtume, alafu anaambiwa kwamba lakini khairi, kuonyesha ya kwamba jambo lolote la khairi watu wanaanza kujenga hoja. Sasa hata kama hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam litafaa, sio? Adhinini basi siku ya Eid, si khairi hiyo? Na mengi ambao wanawachuoni wameyazungumza. Mtakuja kutaja inshallah baadhi ya vitabu, nitakuja na baadhi ya vitabu vya Shafi'ia ambavyo vinataja baadhi ya mambo. Sasa jambo fulani bid'atun madhmuma, hiyo ni bid'a mbaya kabisa, bid'atun qabiha. Na ni mambo tukiangalia kawaida, angezungumza lugha nyepesi tungesema bid'a ingetosha, lakini qabiha anaongeza juu yake. Kwa hiyo
hilo amelitaja akasema wama tarakahu liwujudil mani'i, na lile aliloliacha mtume swalla salama kwa sababu ya kupatikana kizuizi, kalijtima'i litarawih, kama vile kukusanyika kwa ajili ya swala ya tarawih, fa innal muqtadi tam yadkhulu fihi adamu almani'. Anasema na lile aliloliacha kwa sababu ya kuwepo kizuizi, kama vile kukusanyika kwa ajili ya tarawih. Mtume swalla salama, usije ukasema kwamba kwani mtume aliswali tarawih? Mtume swalla salama aliswali jamaa? Mtume swalla salama aliswali msikitini? Aljawabu na'am. Mtume swalla salama aliswali tarawih na aliswali kwa jamaa, tena akaiswali msikitini na watu wakamfuata siku 2 au siku 3, alafu hakutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sababu ya kwamba kwa nini hakutoka aliitaja. Sasa katika wakati wa Umar akaona ile sababu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimzuia kutoka katika sura hii tukawa tuswali pamoja naye nyuma yake ishaondoka. Kwa hiyo yeye kama khalifa katika khulafa urashidun akawakusanya waislamu wote, kwa sababu walikuwa wakiswali auzaan, kwa maana wakiswali vikundi, hawa wana kikundi chao, wana kikundi chao, wanaswali peke yao. Akawakusanya wote chini ya Ubay ibn Ka'b, kadhalika na mwenzake Tamim ibn Aus ad-Dari, wasalisheni waislamu. Alipoona sasa watu wameshamiri na bid'a na misikiti imepata nuru katika mwezi wa Ramadhani kwa salatu tarawih, ndio akasema ni'matil bid'atu hadhihi, ambayo al-Imam Ibn Hajar anasema hii arada al-bid'ata al-lughawiyya, alikusudia bid'a ya kilugha. Maneno kama haya Ibn Rajab yuko nayo na ametaja katika kitabu chake Jami'ul Ulum wal Hikam, maneno kama haya. Lakini yule si Muhambali, na madhehebu ya Hanbali, madhehebu ya Suudi hatuyataki sisi hapa. Twende mashafi kwa mashafi sasa, sio dini yaiende namna hiyo, lakini itabidi tuendelee kwa mujibu wa ile logic yao, sio haya. Kwa hiyo anasema na kile alichokiacha kwa sababu ya kupatikana chenye kuzuia, kama vile kukusanyika kwa ajili ya tarawih, kwa sababu muqtadhi, fa innal muqtada tam, kwa sababu ile muqtadhi uliotimia hasa, yadkhulu fihi adamul mani', kunaingia ndani yake kutokuzuiwa. Basi mpaka hapo akawa ameishia mwisho, amefika mwisho. Sasa sisi nataka tumfunge huyu kwa maneno yake, mara nyingine akituambia hili sio bid'a, hili zuri, tunamwambia rudi kule uliposema yale maneno yako. Sasa haya ni maneno yamekaa katika msingi wa sunna, yakhruju min mishkati, yani yamechukuliwa kutoka kwenye mishkati nubuwa, na ndivyo walivyoweka msingi huu maulama wengine. Kwa hiyo mtu akija kusema Imam Shafi ameigawa bid'a, Abu Nuaym amenukuu, basi naye atamuunga mkono. Al-Bayhaqi pia kanukuu katika manaqib Shafi'i, pia amemuunga mkono. Tukaanza kuhitaji tukawataja wanawachuoni wakubwa hapo, kina Al-Izz bin Abdussalam, kina Imam an-Nawawi, na wengineo tukawataja. Hao ni wanawachuoni wakubwa. Sawa, ni wanawachuoni wakubwa, wameigawa mahali gani? Bid'a ya kisheria haigawanyiki. Kwa hiyo inshallah nabidi tuyatie nyama maneno haya kwa vitendo vya baadhi ya wanawachuoni. Mimi nimejaribu kukisoma hiki kitabu cha Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala kinaitwa Al-Ibtida', nikakusanya kila aliloliita hili bid'a katika ibada, kwa sababu nina mashruu ya kuandika mafhumu al-bid'ati inda as-sadati ash-shafi'iyya, na mashruu hiyo ambayo ni kitabu kusudia nikiandike, naendelea nacho. Ni mashruu au ni mafhumu ya bid'a mbele za mabwana wakubwa wa Kishafii. Wao wakisema bid'a wanakusudia nini na ni zipi? Sasa katika watu ambao nimezikusanya kauli zao kuhusu bid'a, mmoja wapo ni al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala sufi kama inavyofahamika, ni mtu ambaye aliingia katika usufi na anautetea katika baadhi ya vitabu vyake. Ghafara Allahu lahu wa rahima. Na tunaposema hivyo tujasema kwamba yeye ni mtu wa motoni. Sisi
tunahukumu kitendo, tuhukumu mtu kwamba kitendo hiki bid'a, jambo hili bid'a, mtu mwenye kufanya hivi ni mubtadi. Kwa tunapokuja kwenye muayyan, sasa mtu fulani, sasa tunasimama sasa, hatumpi hukumu yule, tunajaribu kuangalia njia, la'allahu, tunampa udhur. Kama ikiwa ana udhuru wa kisheria, basi Allah tabaraka wa taala atamsamehe kwa lile alilofanya, lakini kitendo alichokifanya ni bid'a, ni makosa. Hiyo ndio insaf. Na mawqifu hii inafahamika inda ahli sunnah wal jamaa. Kwa bid'a inakataliwa, uovu unakataliwa kutoka kwa yoyote atakayekuwa kwamba hili alilofanya si sawa. Kwa hiyo kama ikiwa kuna nyudhuru, atapewa nyudhuru. Sasa katika ukurasa wa 145 wa kitabu hiki, Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala anasema, alikuwa akizungumzia swala inaitwa salatu raghaib, ambayo hata maimamu wengine kama al-Imam An-Nawawi ameisema vibaya kabisa katika fatawa yake, ambayo imetiliwa nguvu na mwanafunzi wake al-Imam Al-Attari ibn Al-Attari. Anasema wa min hadha al-qism, na katika qismu hii, katika mafungu haya, katika fungu hili la bid'a, umurun ishtaharat fi mu'dham bilad al-islam, ni mambo mengi yaliyotangaa katika miji mingi ya Waislamu, wa adhma waq'uha 'inda al-awami, na kukawa kukubwa kule kutokea kwake, kutuka kwake mbele za watu wa kawaida wasiokuwa watu wa ilmu yani. Wa wudi'at fiha ahadithu kudhiba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na zikawekwa katika mambo hayo hadithi zilizotungwa, alizozuliwa uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa u'tuqida bisababi tilka alahadithi fiha, na kukaitakidiwa kwa sababu ya hadithi hizo katika mambo hayo, ma lam yu'taqad fi maftaradahu Allah ta'ala, kile ambacho hakukuitakidiwa katika yale aliyofaradhisha Allah tabaraka wa taala. Kabla sijaendelea maneno haya, anakusudia sema katika miji ya Waislamu kumezushwa mambo mengi. Mambo haya yaliyozushwa yamekuwa yanaheshimika sana na yamekuwa makubwa kwa watu wa kawaida, wanaona kwamba ni sehemu katika dini, na isitoshe zikatungwa hadithi za kuunga mkono mambo hayo. Na sababu ya hadithi hizo za kutungwa ambazo amezuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaitakidi mambo hayo ya uzushi hayo kwamba ni bora kuliko yale aliyoyafaradhisha Allah tabaraka wa taala. Asema waqturinat fiha mafasidun kathira, na kukaambatanishwa katika mambo hayo ufisadi mwingi. Wa addat tamadi fi dhalika ila umuri munkara, na kukapelekea kwenye kuendelea kwenye hilo, kwenye mambo ya munkar. Fatatayara shararuha, zikaruka cheche zake. Fadhahara sharruha, na ikadhihiri shari yake. Faminha, miongoni mwa mambo hayo mengi yaliyozushwa, salatu raghaibi, ni swala inaitwa salatu raghaib fi awwali lailati jum'ati min Rajab, katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Asema wa'lam rahimakallah, jua akurehemu wewe Allah, anna ta'dhima hadha al-yawm, kwamba kuiadhimisha hii siku, kwamba kuiadhimisha siku hii Ijumaa, usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab, wa hadhihi al-laila, na kuadhimisha usiku huu, inma uhditha fil islami ba'da al-mi'ati ar-rabi'a, jambo hili limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Nini uzushi? Kilichozuliwa nini? Swala. Jamani, swala pia bid'a. Si mtu anaweza kusema hivi, jamani swala pia bid'a, swala. Sasa ndio hii wanawachuoni wa Kishafi wasema hii ni bid'a. Sasa baada ya kusema maneno haya, yeye katika ukurasa wa 145 akaendelea, akawa huko mbeleni anamnukuu mwanawachuoni mmoja mkubwa wa Kishafii, tutakuja kutaja habari zake, anaitwa Abu Shama. Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith, alhamdulillah vitabu vipi vimechapishwa na watu wako navyo katika maktaba zao. Abu Shama kwenye kitabu chake kinaitwa Al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith, akasema, Suyuti anamnukuu, qal
wa amma salatu rajab falam tahduth indana fi bait al-maqdis illa ba'da sanati 80 au 400. Anasema ama swala ya rajab haikuzuka kwetu sisi huko Baitul Maqdis isipokuwa baada ya mwaka 480. wama kunna ra'aynaha wala sami'na biha min qabli dhalika, na hatukuwa sisi tumeiona hiyo swala wala kuisikia swala hiyo kabla ya hapo. Kwenye kurasa 166 167. kadhalika akaitaja swala inaitwa salatu raghaib, tena kuna salatu alfiyya. zote hizi ni swala zinaswaliwa na masufi. anasema waqad istuftiya fiha ash-shaykh Taqiyuddin ibn as-Salah rahimahullah faqala, alitakiwa fatwa katika swala hizo ash-shaykh Taqiyuddin ibn as-Salah rahimahullah faqala amma as-salatu al-ma'rufatu fi laylati ar-raghaib fahiya bid'atun. akasema ama ile swala inayofahamika katika usiku wa raghaib, hiyo swala ni bid'a. wa hadithuha al-marwi mawdhu'un, na hadithi yake iliyopokewa kwenye hilo ni ya kutunga. wama hadatha illa ba'da 400 sana min al-hijra, na haikuzuka isipokuwa baada ya miaka 400 kutoka hijra. walaysat laylatuha tafdhulu ala ashbahiha min layali, na wala haukuwa usiku wake unazidi juu ya mifano yake katika usiku layali al-jum'i, usiku za al-jum'a. ila an qala was-salatu al-alfiyatu allati tusalla laylata an-nisfi min sha'bana la asla laha wa li ashbahiha, na ile swala inaitwa salatu al-alfiyya ambayo huswaliwa katika usiku, nusu ya usiku ya mwezi wa Shaabani. swala ile haina asli yoyote wala mfano wake pia haina asli. falajab min hirsi an-nas ala al-amri al-mubtada'i, sema ajabu ni kutokana na pupa ya watu walionayo katika jambo lililozushwa fi hataini al-laylatayn, katika siku hizi mbili. wa taqsirihim fil umuri al-muakkadati thabita, na kuzembea kwao katika mambo yenye kutiliwa mkazo, yenye kuthibiti an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wallahu almusta'an. kurasa 169 170. hebu angalia nikisema, hebu tazama watu walivyokuwa na pupa katika mambo ya bid'a. yale mambo ya bid'a yakafanywa kwa vishindo vikubwa, kana kwamba ndiyo mambo yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. na yale yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wao wakayaona kana kwamba hiyo nini ndevu, usema wahabi hao mawahabi. Mtu mimi sikuelewi siku hizi, mbona kidevu wahabi? yani kwa maana kwamba sasa haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aeleza kwamba mimi amarani rabbi, ameniamrisha mimi Mola wangu. Amemwamrisha nini? Amemwamrisha aweke ndevu, apunguze sharubu, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao wanapolichukulia jambo hilo walichukuliaje? Ni mfano tu nimetoa, lakini yako mengi. Huu ni mfano. Sasa hebu angalia hao wanavyoyatazama mambo hayo, alafu angalia wanavyoyatazama mambo mengine ambayo ni uzushi. Sasa Imam Suyuti anasema mimi naona ajabu watu kuwa wanapupa sana juu ya mambo ya uzushi katika siku hizi mbili, alafu na kuzembea kwao katika mambo yaliyotiliwa mkazo, yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi hatuko katika upande huo. Sisi tunatoka upande wa kwamba bid'a ni nini, na je bid'a yagawika? Hapa kwenye bid'a ni nini nimelizungumza tu kidogo kwa juu, lakini maelezo haya ya Imam Ibn Hajar al-Haytami tujalie kwamba yametosheleza. na walil hadithi baqiyatun, mazungumzo haya bado yana sehemu iliyobakia kubwa na uwanja wake ni mpana. Sasa tutaangalia maslahi yalivyo kuunganisha hizi darasa au kuzisubiria kidogo kila baada ya muda fulani. Wao ukisoma kwenye baadhi ya vitabu vya Shafi'ia, al-Imam an-Nawawi anaeleza, kadhalika Zainuddin al-Milibari wanazungumzia swala, je, mtu akitawadha apake shingo, apanguse kwenye shingo yake? Katika wale waliosema wazi kwamba hiyo ni bid'atun qabihatun, bid'a mbaya. Soma hizi Fathul Mu'ini, soma Minhaj, utaona maneno haya. Bid'atun qabiha. Kwa nini?
kwa sababu je kuna aya au kuna hadithi imekataza? Ndio ile hadithi, fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Hiyo wallahu ta'ala a'lam. Leo nilikuwa nazungumzia kipengele kimoja tu, mahali pa kuigawa bid'a basi, lakini na maana kipengele kingine katika mjadala wa maneno yake na kuyatazama maneno yake na kuyajadili ni katika suala la kuwa wakati gani itaambiwa kwamba sasa hili limeafikiana na sheria na hili halijafikiana na sheria, kunazingatiwa kitu gani? Hii ni nukta muhimu sana. Kwa hiyo nitakuja kuifafanua katika wakati wake, lakini leo tuondokea kwamba je, inapogaiwa bid'a yagawanywa kwenye uwanja gani? Sasa tukija kwamba kuna watu wagawa mpaka ile ya kisheria, itabidi sasa tuangalie, tujadiliane nao sasa, je hivyo walivyofanya ni sahihi kwa mujibu wa kawaidi za dini na misingi ambayo ameweka Mtume swalla sallam na masahaba, na yale ambayo wao wenyewe wameyahukumu kuwa ni bid'a, kwa nini nayo wasiachie wakaona kwamba mambo mazuri? Kwa sababu kuna maneno hapa Asyuti kwenye kitabu chake amezungumza kuhusiana na Eid fulani, akaizungumza, lakini ile ukiondoa ile ukiweka Eid ihtifali bil Maulid utakuta inaendana 100%. Idi za mwaka mpya zile, kwa amelizungumza ile jambo la kusherehekea mazazi ya Masihi, akalizungumzia jambo lile namna ubidaa wake ulivyo. Sasa lile pale katika mazazi ya Masihi pale weka miladi nabii sallallahu alaihi wasallam, ingiza pale, utaona yale yanayozungumza ndiyo yale yanaitafuna ile bidaa ile. Kwa hiyo insha Allah katika majlis nyingine tutakuja kuzungumzia ili wakati gani litaambiwa jambo hili limeafikiana na sheria, pamoja na kwamba halikuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hili limeafikiana na sheria, kwa hili zuri, na au hili hapana, hili sasa halijafikiana na sheria, hili baya. Ni nani aliyekuwa na, ningetaja lakini ni jina moja baya, kwa hiyo sitaweza kulitaja. Tunajua kule kwa walevi wenyewe wajua kuna watu kazi yao kuonja. Sasa kuna mtu wa asili, sasa haina haja kutaja maneno kama hayo hapa. Sasa nani ambaye atakuwa aonje? Hii nzuri weka huko, hii hapa hii mbaya weka huko. Na huyu muonjaji huyu atumia vipimo gani kwamba hii nzuri abagua kazi yake, anusa au aonja au ilikuwaje? Kanuni zipi tunazozitaka sisi? Hizo kanuni ndio tunazitaka. Sasa tusipishane bure tu, tunataka zile kanuni ambazo zinamuongoza mtu na kuonyesha kwamba hakuna mambo ya kwamba mtu anafikiria tu yeye mwenyewe, la, ni kanuni, kawaid ilmiya ndizo ambazo zitakuwa zinawaongoza waislamu katika mambo yao. Kwa hiyo ni kanuni gani inaongoza ya kwamba sasa hapa ukishaona jambo liko namna hii, basi ujue hilo ni zuri na ni jambo la kheri, lafaa kuunganishwa katika yale mambo ya kheri. Na ukiona leo katika sura hii liko hivi, basi ujue hilo ni baya, natakiwa liingizwe katika sura katika mambo mabaya. Kanuni zile, alafu tuyaangalie yale yaliyoitwa mabaya na wanawachuoni ni yapi. Maana kuna wengine wanafikiri kusema bid'a dalala ni kama watu kutunga hukumu nyingine tofauti ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatunga sheria zao. Na hii salatu raghaib na wametunga swala kwa kitu gani? Sheria gani imetungwa hapa? Mbona kina Nawawi wanaita kwamba ni bid'atun qabihatun munkaratun madhmuma? Kwa nini? Kuna sheria iliyotungwa hapa. Kwa hiyo inshallah leo tutaishia hapa na tutaendelea inshallah katika darasa zetu nyingine, tutaangalia maslahi yalivyo, lakini darasa hizi zinahitaji kusikilizwa kwa makini na zinahitaji mfululizo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu